Hujambo mtazamaji, kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China ya Kimataifa. Hii ni Nuru ya Mashariki tuliokuandalia hii leo. Kauli za waziri mkuu wa Japan za kosolewa kwa kuingilia kati masuala ya ndani ya China. China yaongoza nishati safi katika COP30. Na wataalamu wasema lugha ya Kichina inafungua milango ya teknolojia na fursa mbalimbali. Kwa hizi na habari nyinginezo nyingi, jumuika nami Khamis Darush. Kauli za waziri mkuu wa Japan Sanae Takaichi kuhusu Taiwan zimeibua mjadala mkali, zikionekana kuingilia kati masuala ya ndani ya China. Uchunguzi wa CGTN unaonyesha kuwa asilimia kubwa ya waliohojiwa wanalaani kauli hizi, wakisema zinaweza kuathiri amani na utulivu wa kikanda. Ronald Mutie anaarifu zaidi. Wengi wa waliohojiwa katika uchunguzi wa CGTN wanaona kauli za waziri mkuu wa Japan Sanae Takaichi kuhusu Taiwan kama kuingilia masuala ya ndani ya China. Uchunguzi huo uliofanywa kwenye majukwaa ya CGTN ya Kiingereza, Kihispania, Kifaransa, Kiarabu na Kirusi ulishirikisha wahojiwa 6643 waliotoa maoni yao ndani ya masaa 24. Mnamo Novemba 7, Takaichi alisema kwamba matumizi ya nguvu dhidi ya Taiwan na bara kuu la China yanaweza kuunda hali ya hatari ya kuishi kwa Japan, na alikataa kuondoa kauli zake zinazoonyesha uwezekano wa uingiliaji wa kijeshi katika ghuba la Taiwan. Katika mwisho wa vita vya pili vya dunia, nyaraka za kimataifa zenye nguvu za kisheria, ikiwemo tangazo la Cairo na tangazo la Potsdam, zilithibitisha uhuru wa China juu ya Taiwan. Asilimia 91 ya wale waliohojiwa walisema kwamba Japan inapaswa kuzingatia makosa yake ya kihistoria kwa vitendo halisi na kuheshimu kikamilifu uhuru na ukamilifu wa China. Asilimia 88.5 walikosoa hatua za Takaichi, wakisema kwamba ni uhasama wa wazi dhidi ya mpangilio wa kimataifa baada ya vita vya pili vya dunia. Mnamo mwaka 1971, bunge kuu la Umoja wa Mataifa lilipitisha azimio la namba 2758 likiitambua serikali ya Jamhuri ya Watu wa China kama serikali halali pekee ambayo inawakilisha China yote ikiwemo Taiwan. Asilimia 86.6 ya waliohojiwa walibainisha kwamba Japan inapaswa kuheshimu azimio hilo na kuacha kutuma ishara ambazo hazina usahihi kwa wafuasi wa kutaka kutenga Taiwan. Kauli za Takaichi zinaashiria mara ya kwanza tangu kushindwa kwa Japan mnamo mwaka 1945 kwamba kiongozi wa Japan anahusisha dharura ya Taiwan na haki za ulinzi wa pamoja, kuonesha tamaa ya kuingilia kijeshi pamoja na kutoa tishio la kijeshi dhidi ya China. Asilimia 86 ya waliohojiwa walikosoa kauli zake kwa ukiukaji wa masharti ya wazi ya nyaraka 4 za kisiasa kati ya China na Japan na kuharibu msingi wa uhusiano wa Sino-Japan. Asilimia 88 walikemea kauli hizo kwa kujaribu kuingilia katika swala la Taiwan na kutoa tishio la kijeshi, wakisema kwamba zitatishia amani na utulivu wa kikanda. Kauli za Takaichi pia zinaonyesha nia mbaya na jaribio hatari la nguvu za mrengo wa kulia za Japan kuvunja vikwazo vya katiba ya amani ili kupata hadhi ya nguvu ya kijeshi. Katika dunia inayoendelea kuunganishwa na teknolojia na biashara, lugha ya Kichina, Mandarin, inaibuka kama ufunguo wa fursa mpya. Mkutano wa lugha ya Kichina wa mwaka 2025 unaoendelea jijini Beijing unavutia wageni kutoka mataifa mbalimbali, wote wakitafuta nafasi katika mustakabali unaoongozwa na uvumbuzi. Mwandishi wetu Tom Wanjala na maelezo zaidi. Kwa zaidi ya wazungumzaji asili bilioni 1.3, Kichina ndiyo lugha inayotawala duniani. Na kwa wengi, kufungua milango ya lugha hii ni kufungua milango ya mustakabali wao. The new advanced technology, China has put itself also globally at a high position, and we would like to get benefit from the Chinese technology, from the Chinese brains as well, and we can use the language as a bridge in order for our country, for our students to acquire these skills. Kutoka Mashariki ya Kati hadi Marekani, msukumo wa kujifunza Mandarin unaongezeka. Katika miji kama New York, Miami na Boston, madarasa ya Kichina yameongezeka maradufu kwa watoto na watu wazima. We run Chinese classes for kids, adults, after school clubs, China trips for students in New York, Miami, Boston, Washington, D.C., Austin, Texas,
Utah. So we're all over the U.S. now. We've had a very steady growth since the beginning, with more and more schools in New York and the U.S. eager to add Mandarin to their curriculums, and especially after-school clubs. More and more parents, it seems, are eager to have their children learn Mandarin. Nchini Canada, wazazi wanachukulia lugha ya pili kama njia ya kulinda mustakabali wa watoto wao katika dunia inayobadilika kwa kasi. There are a variety of reasons why parents will put their child in a bilingual program. One is because they know that their education is enriched by a second language, but they also know that the Chinese influence continues to be grow in the world, and it's an opportunity for their child to take advantage of opportunities that they wouldn't have if they weren't in the Chinese bilingual program. Mkutano huu wa siku 3 unaweka mkazo kwenye elimu, utamaduni na jinsi lugha ya Kichina inavyoweza kuimarisha mawasiliano kati ya mataifa. Kwa wengi, huu ni mwanzo wa safari mpya, safari inayoendeshwa na lugha, teknolojia na matumaini ya fursa zisizo na kikomo. Roboti zinatumika kusaidia shughuli za ulinzi katika maeneo ya mashindano ya michezo ya 15 ya kitaifa yanayofanyika Shenzhen, mkoa wa Guangdong, kusini mwa China. Katika kituo cha michezo cha Universiade Shenzhen, roboti maalum pamoja na mbwa wawili wa roboti wamekuwa wakifanya kazi kwa pamoja kufuatilia na kuchunguza mazingira ya uwanja. Simi Wanjala anaarifu zaidi. Roboti hawa wamewekewa rada ya kisasa ya kuepuka vizuizi na wameunganishwa moja kwa moja na kituo cha amri cha michezo. Raia wanaweza kutoa taarifa za dharura haraka kwa kubonyeza kitufe kilichopo kwenye roboti hawa. Wakati huo mbwa roboti kutoka idara ya usambazaji umeme ya Shenzhen wanatekeleza majukumu muhimu ya umeme kama kupima joto la vifaa, kutambua mita za umeme na kusikiliza milio isiyo ya kawaida, huku taarifa zote zikitumwa moja kwa moja kwa idara husika. Kwa msaada wa mfumo wa utambuzi unaotumia AI, wafanyakazi wa usambazaji umeme wanaweza kubaini haraka iwezekanavyo na kwa usahihi hatari zinazoweza kutokea, hivyo kuruhusu kutatuliwa mapema kwa changamoto za usambazaji umeme. Michezo ya 15 ya kitaifa inayoendelea Novemba 9 hadi 21 katika mikoa ya Guangdong, Hong Kong na Macau ndiyo mara ya kwanza kwa maeneo haya matatu kushirikiana kuandaa mashindano haya makubwa na ya juu zaidi ya michezo nchini China. Roboti hizi zinatumia teknolojia kama 5G, akili bandia, mtandao wa vitu maalum, kompyuta anga yani cloud computing na data yenye umuhimu zaidi. Kamera zao zinawapa polisi picha na taarifa za moja kwa moja wakati wa kushika doria. Vita vya muda mrefu vya wenyewe kwa wenyewe ambavyo vimeendelea kwa zaidi ya miaka 2.5 nchini Sudan vimeua maelfu ya watu, kuwafukuza mamilioni makwao, kusukuma sehemu kubwa ya nchi ukingoni mwa njaa na kugeuza miji iliyowahi kustawi kuwa magofu. Hii hapa ripoti niliyoiandaa. Tangu mapigano kati ya jeshi la Sudan SAF na kikosi cha RSF yalipoanza Aprili 15 mwaka 2023, mji mkuu wa Khartoum umeshuhudia familia zikikimbia makazi yao, uhaba mkubwa wa chakula na milipuko ya magonjwa pamoja na vifo vingi vinavyosababishwa na mapigano. Wito wa mara kwa mara wa kusitisha mapigano kutoka Umoja wa Mataifa na wapatanishi wa kikanda umeshindwa kuleta utulivu nchini humo. Mji mkuu umetekwa na wanamgambo wa RSF kwa miaka 2. Hii imezuia juhudi zozote za kudhibiti mlipuko wa magonjwa na hata wahudumu wa afya walilengwa na kuuawa. Ninachosema ni kwamba sababu kuu ya kuenea kwa magonjwa ni matendo ya RSF. Sio tu kwamba hawazuii kuenea kwa magonjwa, bali pia hawaweki juhudi zozote kuwasaidia waliojeruhiwa. Pamoja na hospitali kufungwa na misafara ya misaada kushindwa kufika katika maeneo ya vita, raia ndio wanaobeba mzigo mzito zaidi. Tunahitaji msaada zaidi na usambazaji zaidi wa chakula. Mlo mmoja kwa siku hautoshi. Wakati mwingine watu wema huleta nyama ya kondoo au ya ng'ombe, lakini bado haitoshelezi mahitaji yetu ya msingi. Kile kilichotokea El Fasher ni sehemu ya yale ambayo yamekuwa yakitokea huko kwa miaka mingi. Daima imekuwa ikikumbwa na mauaji kwa vipindi virefu kwa njia ya kimfumo na iliyoratibiwa na RSF. Valerie Guarnieri
naibu mkurugenzi mtendaji wa operesheni za mipango katika shirika la mpango wa chakula duniani WFP, alielezea viwango vya juu vya njaa katika eneo hilo, akionya kwamba robo ya wakazi wanakabiliwa na ukosefu mkubwa wa chakula. Our assessments show that everyone is hungry in Al Fasher, and 1 in 4 people face extreme hunger. WFP has warned that many families trapped in Al Fasher are on the brink of starvation. Wageni wa ukumbi wa China kwenye mkutano wa COP30 unaofanyika Belém, Brazil, wamesifu hatua kubwa za China katika kupunguza kaboni, kuhamia nishati safi na kushirikiana kimataifa kulinda mazingira. Jacob Mogoa anaripoti. Mkutano huo unaojulikana kama COP30 ulioanza Jumatatu na utakaoendelea hadi Novemba 21 umeleta pamoja wawakilishi kutoka karibu nchi na maeneo 200. Lengo lake ni kuunda suluhisho muhimu ili kudhibiti ongezeko la joto duniani lisizidi nyuzi 1.5 Celsius. Wajumbe pia watawasilisha mipango mipya ya kitaifa ya utekelezaji inayojulikana kama Nationally Determined Contributions na kutoa taarifa kuhusu maendeleo ya ahadi za kifedha zilizotolewa katika COP29. Mfululizo wa ukumbi wa China pia ulianza Jumatatu ukiwa na kikao cha kwanza kilichojikita katika ustaarabu wa kiolojia na utekelezaji wa kujenga China nzuri. Kimeandaliwa na chuo cha utafiti wa sayansi ya mazingira cha China pamoja na taasisi nyingine. Mfululizo huu utaendelea hadi Novemba 20. Vipindi vijavyo vitajadili maendeleo ya soko la kaboni nchini China, njia yake kuelekea kilele cha kaboni na kutokuwa na utoaji hewa kabisa, pamoja na ubunifu katika mageuzi ya nishati na teknolojia mpya za nishati. Kwa mujibu wa mkutano huo, China inaendeleza mageuzi ya kijani na ya kaboni ya chini kupitia ubunifu wa kiteknolojia, ikiwa na mafanikio makubwa katika nguvu za upepo, umeme wa jua na teknolojia mpya za kuhifadhi nishati. Wageni wa kimataifa walisema kuwa mbinu za China katika nishati safi, viwanda vya kijani na ubunifu wa kiteknolojia zinatoa mfano muhimu kwa utawala wa hali ya hewa. And I think also sort of the technological development we're seeing both in Sweden and in China provides a very solid basis for strengthened collaboration, also to share with partners globally in terms of how we jointly can be accelerating the transition to net zero with the solutions that we know are available. Kuanzia mwisho wa mwezi Juni hadi katikati ya Julai, mkoa wa Qinghai ulioko kaskazini magharibi ulikuwa katikati ya msimu wake wa uhamaji wa mwaka. Mkoa huo umepeleka kikosi cha polisi wapanda farasi ili kuhakikisha uhamaji wa salama wa mwaka wa wafugaji na mifugo yao. Tujiunge basi sasa na Zakia Pong atufahamishe mengi kwenye sehemu yetu ya Ifahamu China. Mambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Kuanzia mwisho wa mwezi Juni hadi katikati ya Julai, mkoa wa Qinghai ulioko kaskazini magharibi ulikuwa katikati ya msimu wake wa uhamaji wa mwaka. Mkoa huo umepeleka kikosi cha polisi wapanda farasi ili kuhakikisha uhamaji wa salama wa mwaka wa wafugaji na mifugo yao. Kikosi cha polisi wapanda farasi katika wilaya ya Haibei ya Xizang walianza kazi yao alfajiri kila siku, wakihudumu kama timu kabambe ya ulinzi wa mifugo. Moja ya majukumu yao ya karibuni ilikuwa ni kusindikiza wafugaji wanaohamisha ng'ombe na kondoo kutoka uwanda wa nyasi wa Jingyingtan kwenye maeneo ya malisho ya msimu wa joto. Ingawa umbali wa kuhama wanaonekana ni kilomita 20 tu, idadi kubwa ya ng'ombe na kondoo pamoja na njia ya uhamaji iliyopita kando ya barabara kuu nambari 315 inafanya kazi hiyo kuwa na changamoto. Baadhi ya wakati wanyama wanaingia barabarani na kuleta wasiwasi mkubwa wa usalama. Katika barabara kuu nambari 315, sauti kubwa za malori ya mizigo
zinasikika mara kwa mara, wakati mwingine zikiogopesha mifugo na kuifanya ihamaki. Polisi wapanda farasi wanatembea kati ya njia ya uhamaji na barabara kuu, wakifungua shoroba za usalama. Utelezi katika vivuko vya barabara pia vinaweza kusababisha farasi na mpandaji wake kudondoka. Baada ya barabara hizi zisizo rasmi, hali ya hewa ya uwanda wa juu inabadilika kwa kasi, huku mvua kubwa za ghafla zikiwa ni tatizo linalojirudia mara kwa mara. Safari ya kilomita 20 inawachukua siku nzima, ambayo ni sehemu tu ya majukumu yao ya kila siku. Wakati wa uhamaji wa msimu wa kiangazi, timu hiyo imemaliza majukumu 12 ya ulinzi wa mifugo kando ya barabara kuu nambari 315, ikilinda zaidi ya ng'ombe 5,000 na kondoo. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri. Naam, mtazamaji, sasa ni wakati wa sehemu yetu ya Jifunze Kichina. Katika sehemu hii tunawaletea masomo ya lugha ya Kichina hatua kwa hatua kwa njia rahisi na ya kuvutia. Karibu tujifunze pamoja. Hamjambo, karibuni katika darasa la Kichina la YCT. Somo la YCT ni mfumo wa mafunzo ya lugha ya Kichina unaoongoza watoto kujifunza Kichina kwa ufanisi na kuinua kiwango chao cha uelewa wa lugha ya Kichina kwa pande zote. Leo tutajifunza jinsi ya kuandika herufi za Kichina. Tafadhali andaa karatasi na kalamu yako. 第一课，我可以坐这儿吗？ Kujifunza herufi za Kichina. Tafadhali chagua herufi sahihi za Kichina kwa mujibu wa Pinyin, kisha mfuate mwalimu kuandika. 和 Niambie, ipi ni sahihi? 第一个 Hebu tuone kosa liko wapi katika herufi ya pili. Sasa, hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. 坐 Niambie, ipi ni sahihi? 第二个 Hebu tuone kosa liko wapi kwa herufi ya kwanza. Sasa, hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. 请 Niambie, ipi ni sahihi? 第一个 Hebu tuone kosa liko wapi katika herufi ya pili. Sasa, hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. 课 Niambie, ipi ni sahihi? 第二个 Hebu tuone kosa liko wapi kwa herufi ya kwanza. Sasa, hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina
kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. 说 Niambie, ipi ni sahihi? 第二个 Hebu tuone kosa liko wapi kwa herufi ya kwanza. Sasa, hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. 对 Niambie, ipi ni sahihi? 第一个 Hebu tuone kosa liko wapi katika herufi ya pili. Sasa, hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. Tafuta. Tafadhali angalia kwa karibu. Tafuta maandishi sahihi ya Kichina kutokana na pinyin. Niambie, ipi ni sahihi? 第二个 对 Niambie, ipi ni sahihi? 第一个请 Niambie, ipi ni sahihi? 第三个没 Niambie, ipi ni sahihi? 第二个做 Niambie, ipi ni sahihi? 第三个一 Niambie, ipi ni sahihi? 第一个课 Kazi ya nyumbani kwa leo ni kuandika herufi za Kichina. Na kesho tutaendelea kujifunza Kichina. 再见 Naam, ni hulka ya kimaumbile kwamba kila kilicho na mwanzo hakikosi kuwa na mwisho wake. Na kufikia hapa, mtazamaji, ndipo napohitimisha kipindi cha Nuru ya Mashariki kwa siku leo. Nimekuwa kwa Khamis Darwesh. Maasalam. Kwa taarifa zaidi kuhusu China, unaweza kutembelea tovuti ya CRI Kiswahili na marafiki_CN kwenye Facebook. Pia unaweza kupakua app ya Cheche kwenye Google Play na Palm Store.